mechi ambayo tulijiandaa vizuri. Kwenye mechi iliyopita kidogo, kwa sababu tunaenda kwenye mechi kubwa na tulikopo hatujapata quality nzuri ya kucheza nayo kuiendea ile mechi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa hatujaviona. Ndio maana nasema kwenye interview kabla ya mechi ya leo kwamba kuna vitu ambavyo tumeviona kwenye mechi iliyopita. Tunarudi kwenye kiwanja cha mazoezi na tunaenda kufanyia kazi kwa ukubwa zaidi na ubora zaidi, kwa sababu tulifahamu kwamba hatuchezi tu kama na mabingwa waliopita wa ligi, ila ni mabingwa pia wa Sekafa, lakini ndio club pekee ambayo imetuwakilisha kwenye ukanda wa Sekafa kwenye CAF Champions League ya wanawake. Kwa tulifahamu quality yao, tukaiheshimu, ndio maana tukawa pili kwenye mpira, lakini zile fast break ambazo tumezifanya zimetufanya tumeweza kupata matokeo japo ya sare. Mashabiki wamekuwa wakilalamika juu ya hawaoni matokeo mazuri nje ya Babati, lakini ndani ya Babati. Tatizo ni nini? Sidhani kama tuna matokeo mabaya sana kwa hapa tulipofikia. Game yetu ya kwanza tunakubali kwanza tulikuwa tunafatiki kidogo, lakini ni kwa sababu tunakosa mechi za kirafiki zenye uhalisia kwenye ligi ya wanawake, kwa sababu kwa eneo ambalo tupo Dodoma ni ngumu sana kupata mechi ambazo ni za kike. Kwa hiyo ni kama tulipata surprise kwenye ile mechi ya kwanza na Alliance, lakini mechi yetu ya pili na Geita tulishinda tena ushindi mkubwa wa goli 4. Mechi yetu ya tatu ambayo ni ya nyumbani tulifungwa na Simba kwa goli 3, lakini tumepata sare. Sioni bado kama tuko kwenye nafasi mbaya zaidi kwenye table, ukizingatia pia wenzetu ambao tunakompete nao kwenye table hawajapata matokeo mazuri leo, kwa maana wale ambao tuko kwenye mid table. Kwa hiyo tunaamini kwa hii point moja tuliyopata inaenda kutupa morali zaidi, kwa sababu tunacheza na timu ambayo quality yake hatuwezi tukaibeza, ni kubwa kuliko ya kwetu. Lakini tunaenda kwenye mechi na Bilo Queens Mwanza ambao tutacheza tarehe 27. Tunaamini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu hichi ambacho tumeweza kufanya leo tutakifanya kwa ubora zaidi tuweze kupata matokeo, kwa sababu tumepata matokeo nje kwa mara ya kwanza tulicheza na Geita. Tunaamini pia na hii na tutacheza na Bilo Queens inawezekana kupata matokeo kulingana na ubora kikosi na namna ambavyo timu inaendelea kuimarika. Leo timu haikucheza kama ilivyocheza mechi ya Simba, hasa katika swala la ushambuliaji. Muda mwingi kwa takriban dakika 45 mmekuwa mkizuia. Kwa nini? Tuliona mapungufu ambayo tulikuwa nayo kwenye mechi ya Simba, ambayo ilikuwa inafanya timu inakuwa inaachia mianya ambayo inaweza kusababisha tukaachia nafasi ambazo zilisababisha sisi kuweza kufunga kwenye mechi iliyopita. Tukaheshimu, na narudia kwamba tuliheshimu quality waliokuwa nayo JKT. Ni bora sana kutokea pembeni. Sana sisi tukiamua kushambulia kwenda wide muda wote, na tunashambulia kwa vipindi, na maana tungetoa tena nafasi au mianya ya watu wale wa pembeni kutuadhibu kwa siku hii ya leo. Watu ambao wamezoea kufunga kwa JKT Queens, mmoja wapo ni Winifrida Jared ambaye anatokea kwenye wide area, lakini unaweza kuona kwamba tulimdhibiti vizuri na kukaa kwenye game plan yetu ambayo tulikuja nayo leo, ambayo ilitufanya tukubali kuwa second kwenye mpira na tushambulie kwa vipindi, huku tukiziba mianya ile ya nje, na ndio kitu ambacho kimetufanya sisi tusishambulie nyakati zote, wakati mwingi tu tunazuia. Hatukuwa tukizuia in search, tulikuwa tunajaribu ku retain mpira ambao tunayo na kushambulia kwa vipindi ili tusibomoke na kutoa mianya ambayo itafanya tuweze kupoteza mchezo wa leo. Simba wanasema matarajio yao ni kutoa ubingwa. Ninyi mtazamo wenu ni upi? Sisi matarajio yetu ya kwanza, kwa sababu ligi siku zote ni marathon, ni kuwa bingwa. Ndio maana halisi ya kuwa kwenye kinyang'anyiro cha michuano hii au nasema ligi hii ya wanawake Tanzania. Lakini tusitoke nje ya top 4. Kama itashindikana kupata ubingwa, basi tusitoke nje ya top 4. Mechi ilikuwa ngumu, Fontaine ni nzuri. Tumejipanga na sisi tumejipanga, tumekuja tumepambana. Lakini tumekosa nafasi nyingi ambazo ni za wazi, lakini kwenye mpira mambo haya yanatokea. Kwa hiyo yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa pointi moja tuliyopata. Tatizo lilikuwa wapi, hasa ukizingatia dakika 45 mlikuwa mkishambulia? Tatizo ni umakini. Kuna mpira vitu vile vinatokea, umakini umekuwa mdogo. Kwa hiyo hatuwezi kuwalaumu wachezaji na nini, lakini wewe umeona mpira umecheza na wachezaji wamecheza vizuri sana, lakini magoli ndio yalikuwa yengi. Tunapiga, kipa anacheza, anapiga nje hivyo, lakini katika mpira hivyo vitu vinatokea. Tunamshukuru Mungu, tunaenda kujipanga kwa mechi yetu na Mashujaa. Basi nadhani labda kuna kitu ambacho kilikuwa tofauti ambacho kinawanyima ninyi matokeo, hasa ukizingatia baadhi ya washambuliaji wenu walikuwa wakienda golini kutafuta. Hapana, mpira ndio ulivyo. Shambuliaji wamecheza vizuri, lakini yote kwa yote tumepata penalti, tumekosa. Lakini tukapata penalti nyingine tukafunga, maana yake tungefunga ile penalti ingekuwa 2-1, lakini huwezi kusema kwenye mpira ndio vitu vyote huwa vinatokea. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kwa watu tuliyopata, tunajipanga kutokana na mechi inayokuja. Kilio kikubwa kwa upande wa Simba wameyasema hapa Babati kwamba matarajio yao ni kutoa ubingwa baada ya ninyi kuwanyima kwa misimu miwili. Ni kweli, na sisi wote tunahitaji ubingwa kwa sababu tumelose pointi 2, sio issue. Sababu leo ndio kwanza mechi yetu ya 4. Kwa sisi tuna pointi 10, wanaongoza na pointi 12. Kwa hiyo natuzidi pointi 2. Na tutacheza nao wanaongoza. Kwa hiyo huwezi kujua huu ni mpira, tena kupambana. Tukawafunga timu zote hizo mbili zinazoongoza. Sisi tuko na pointi 16, wakabaki na pointi za 12. Kwa hiyo sisi tukakaa juu. Kwa hiyo ligi bado sana. Ni mbio ndefu hizi, sio mbio za mita 100. Kwa hiyo tunaamini tumepoteza hii, tunajipanga. Haiwezi kuwa mwisho mpaka ifike mwisho.
Unaambia nini Simba pamoja na majigambo yao hapa mbele ya Mgosi akitapika nyongo hapa? Sisi mpira wao sio taarabu, mpira ni wa utendo wa uwanjani. Wao wamecheza front gate, umefunga ndio mpira. Kwa sisi tumekuja tumetoka nao draw. Mpira ndio unavyokuwa. Kwa hiyo tunaamini, tunawaheshimia kama Simba ni timu wenzetu, tunawashauri kwa mabingwa kama sisi. Kwa hiyo tunapambana mpaka mwisho, hatujacheza nao na wao wanalijua hilo, sisi tunajua wazuri na wao wanatujua si wazuri. Kwa hiyo wote likatokea. Kwa sisi bado tunapambana, ndio kwa mechi nne. Tunaamini kabisa, lakini matarajio yetu bado hayajakuwa mwisho. Tunataka ubingwa na tutaupata ubingwa. Kuna Yanga Princess nao. Yanga Princess ni timu nzuri. Yeye ipo katika mashindano yao, nafikiri leo kama wamecheza wameshinda toka point 12. Kwa hiyo ndio tunakwambia waliokuwa juu wote na point 12, sisi tuna point 10. Kwa hiyo kama wameshinda na wao na point 12. Kwa hiyo ligi bado. Maana yake tutacheza na Simba, tutacheza na Yanga, tutacheza na timu zingine ambazo zinatafuta sisi. Kwa hiyo naamini katika mechi hizo tukishamaliza kucheza ndio unaweza kuniuliza swali lingine kama bana vipi uendelee kwenda kwa ubingwa, kwa sababu kama watatufunga basi tutakuwa sisi tumelose tena point 5 au tutatoa tutalose point 4. Kwa hiyo tunaamini bado hatujacheza nao na bado tunapambana. Tunaamini katika mwisho wa siku tutapiga hesabu na atakuwa bingwa. Lakini kuna uwezekano mkawanyosha. Sisi tunaweza kusema kwamba kujiandaa vizuri ndio kufanya vizuri. Kwa hiyo sisi tulijiandaa, tumeuza na Fountain Gate, tunaona tumepata draw, lakini tumecheza vizuri, tumekosa nafasi nyingi, tunaamini ndio mpira. Tutajipanga kwenda kucheza na Mashujaa, ambapo Simba bado tukicheza na Mashujaa tukimaliza ndio tutacheza na Simba. Kwa hiyo tunaamini kwanza tunajipanga kutokana na Mashujaa, alafu tukimaliza hiyo mechi ndio tutaenda kujipanga kutokana na nini na Simba Sports tutacheza nao vipi. Ndio mpira ulivyo.